Uhali gani mwana michezo na yeye ambao unaitazama Ava TV, karibu sana. Naitwa Memorasia Sylvester, nyuma kamera ni Asha Kabuga. Ni siku nyingine tena kwa ajili ya kuzungumza ambayo yanahusiana na michezo, lakini kubwa zaidi kumbuka sasa hivi bado tetesi za usajili zinaendelea. Kesho ndio tarehe 15 na kesho ndio dirisha la usajili linafungwa rasmi kwa timu ambazo zinacheza ligi kuu Tanzania bara kwa ajili ya kukamilisha usajili kwa wachezaji ambao watakwenda kuwatumia kwa ajili ya msimu unaofuata, yani msimu wa 2026 2027. Sasa yapo mengi ambayo yanazungumzwa sana kuhusiana na tetesi hizo za usajili, na sisi Ava TV kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunakuletea taarifa, matukio na habari mbalimbali ambazo zinazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye swala zima la usajili. Toka jana juzi tumekuwa tukiona taarifa kumuhusu aliyekuwa mchezaji wa zamani wa klabu ya Young Africans, namzungumzia Stefan Aziz Ki, Master Ki. Ni mchezaji ambaye alifanya vizuri sana akiwa na klabu ya Young Africans mpaka kufika kwenye hatua ya ahadi, lakini pia amewahi kucheza fainali ya kombe la shirikisho akiwa na kina Fiso Kalala Maele, lakini pia na wachezaji wengine ambao walifika kwenye hatua ya mafanikio na klabu ya Young Africans, lakini aliuzwa na klabu ya Young Africans kwenda Uarabuni na akaendelea kufanya shughuli zake za mpira kama kawaida, lakini kwa bahati sasa hivi tena yapo mengi ambayo yanazungumzwa kuhusiana na yeye kurejea kwa mara nyingine kwenye klabu ya Young Africans. Tumemuona hata juzi kwenye mchezo wa Kariakoo Derby pale visiwani Zanzibar, kwenye mchezo wa ufunguzi wa ligi kuu ambao unajulikana kama ngao ya jamii. Alikuwepo pale kushuhudia mchezo huo, namna ambavyo Yanga walikuwa wakicheza dhidi ya wapinzani wao wakubwa kabisa Simba Sport Club, na hapo Young Africans waliweza kuibuka na ubingwa wa ngao hiyo kwa mara nyingine tena, ikiwa ni mara 10 mfululizo akiwa wanachukua klabu ya Yanga. Stefan Aziz Ki alikuwepo pale jukwaani akitazama mchezo huo mwanzo mpaka mwisho, lakini alikuwepo pia rafiki yake Anthony Mavunde. Kumbuka huyu ni mheshimiwa na mara nyingi tumekuwa tukimuona akiwa na Aziz Ki kwa ukaribu. Kwa hivyo mashabiki, wanachama wengi walikuwa wanatamani sana, kwa sababu yalianza mengi sana kuzungumza kwamba Stefan Aziz Ki Yanga inamhitaji kuliko Aziz mwenyewe anavyoihitaji Yanga. Kwa hivyo asilimia kubwa ukitazama namna ambavyo mashabiki walikuwa wanahitaji ama wanamhitaji Aziz Ki kurejea tena, hamu ilikuwa ni kubwa sana. Na ukitazama sasa hivi kwenye kikosi cha klabu ya Young Africans, namba 10 ambaye aliyepo ni Alan Okello, ambaye watu wengi wanaamini kwamba ama mashabiki wengi wanaamini kwamba Alan Okello hatoshi peke yake kwenye kikosi, bali anatakiwa aongezewe nguvu kubwa zaidi. Mchezaji kama Stefan Aziz Ki akiwepo pale, basi wanaamini mambo mazuri ama ataenda kuonyesha kiwango kizuri zaidi ukilinganisha na Okello ambaye hana uzoefu mkubwa tofauti na Stefan Aziz Ki. Lakini kwa Alan Okello hapo zimekuwepo pia taarifa za kwamba na alikubali pia alikama kusema kwamba kulikuwa na ofa ambayo ilikuwa inamhitaji ya kwenda FAR Rabat, lakini viongozi wanalizungumzia hilo. Kwa hivyo situation ya wachezaji hao wawili ambao mmoja yupo klabu ya Yanga lakini mwingine anahusishwa na kurejea kwenye klabu ya Yanga, Alan Okello wengine wanatamani auzwe aende FAR Rabat ili nafasi ya Alan Okello Stefan Aziz Ki aweze kukaa kwenye nafasi hiyo. Sijafahamu mashabiki wao wanazungumziaje situation kama hiyo. Kuna wengine wanatamani abaki Okello ili nafasi yake ichukuliwe na Aziz Ki, ama Aziz Ki arejee Okello awepo, alafu yule beki mpya Komara aweze kuchukua nafasi ya Stefan Aziz Ki. Hichi kijiti sasa nakirudisha kwa wewe shabiki na mwanachama wa klabu ya Yanga, lakini pia mdau, unalionaje kwa upande wako na una maoni gani kuhusiana na haya? Kwa hivyo nataka kufahamu sasa, yapi maoni yako wewe shabiki ambaye unaifuatilia Ava TV kwa sasa? Unaamini Alan Okello ampisha Aziz Ki, ama Alan Okello asalie kwa ajili ya kuongeza nguvu zaidi ili Komara aweze
kupewa thank you pale kwenye klabu ya Young Africans. Yapi maoni yako kwenye hilo? Lakini niko hapa kwa ajili ya kusoma baadhi ya wachambuzi ambao wameandika kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na dili hilo la Aziz Ki kurejea kwenye kikosi ama kurejea kwenye klabu ya Young Africans. Huyu anaitwa Alex Ingereza, yeye anasema ila Yanga hawana huruma, hawataki wenzao wapate amani wala kikosi bora na tayari na hatari, ila bado wanataka kumuongeza Azizi. Ipo wapi fair play? TFF na bodi ya ligi waanze kuweka sheria na matumizi ya fedha, kwa sababu bila hivyo timu zingine zitashindwa kabisa kushindana na Yanga. Hayo ni maoni yake baada ya kusikia kwamba Aziz Ki atarejea kwenye klabu ya Yanga kwa mara nyingine. Lakini huyu anaitwa Felix anasema Stefan Aziz Ki ni mali ya Young Africans kwa mara nyingine. Anasema ni deal done. Huyu ni Nasibu Mkomwa na yeye amesema deal done ya Aziz Ki ni kijani na njano. Huyu anaitwa Farhani, yeye aliandika akasemaje, Mungu, kama sisi ni mamba basi turudishe mtoni, maana hawa jamaa ukipinduka tu wao washapita na mtu. Sasa ndio nini kama mfano hii dunia tunapita tu wananchi, yaani hatupo hapa milele. Ni Aziz Ki tena, ni mateso tena ya labi. Basi fanyeni vurugu, mkimaliza mseme. Huyo ni Farhani. Lakini Heavyweight Dula anasema breaking, Yanga yamrejesha Aziz Ki na kumtema Omar Farouk. Stefan Aziz Ki anarejea Yanga kwa mara nyingine kwa dau kubwa, huku mchezaji ambaye Yanga wanamuacha ni beki aliyesajiliwa msimu huu Farouk, baada ya kutuonyesha kiwango kilichotarajiwa. Huyu ni Hans Rafael anasema jioni hii ofa ya $450 kutoka sawa na bilioni 1 za Kitanzania kutoka Yanga imekubaliwa na klabu ya Itihadi kutokea Libya, na sasa Aziz Ki amepewa ruhusa ya kusaini kwenye klabu ya Yanga. So kwa namna hiyo unaweza ukaelewa namna ambavyo dili hili linavyokwenda, lakini asilimia kubwa ya wachambuzi lakini wadau mbalimbali wamekuwa kiligusia sana kwamba Stefan Aziz Ki ana asilimia kubwa, lakini wengine wameenda mbali zaidi na kusema kwamba Aziz Ki tayari amejiunga na klabu ya Yanga. Sasa kilichosalia ni kutambulishwa tu. Kwa hivyo sisi ambao bado hatujaamini kama ni kweli deal done au hapana, tutabaki kusubiri mpaka kesho saa 5:59 ndio tunataka kujua Stefan Aziz Ki ni kweli ni mchezaji wa klabu ya Yanga. Lakini kumbuka Yanga mpaka sasa wameshasajili wachezaji 12 wa kigeni. Kwa hivyo akisajiliwa na Aziz Ki wanakuwa wachezaji 13. Na kwa hiyo lazima mmoja aondoke ili Aziz Ki aweze kuingia. Ni nani huyo? Hatufahamu. Lakini usiache kufuatilia taarifa, matukio na habari mbalimbali kupitia Ava TV, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kufanya kazi hiyo, kusogezea matukio yote ambayo yanajitokeza kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kuzungumza na watu mbalimbali ambao wanazungumza hasa yale ambayo yanahusiana na michezo. Naitwa Memorasia, nyuma ya kamera ni Asha Kabuga. Usiache kupita Neika Food Point kwa wauzaji na wasambazaji wa juice fresh, lakini pia wanauza bites. Kama unahitaji fika pale Tabata Mbuyuni karibu na roundabout uweze kujipatia huduma yako nzuri kabisa. Mpaka wakati mwingine, endelea kufuatilia Ava TV.